Kama kawaida, mtazamaji wa Zone Media, nimekuwa nikikuletea taarifa mbalimbali zinazojiri katika anga za kimataifa, na wakati huu na kuletea taarifa moja kwa moja kutokea huko Mashariki ya Kati katika nchi ya Irani. Mara tu baada ya Marekani kufanya mashambulizi usiku kucha, hatimaye Irani imejibu mashambulizi hayo kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vya Bahrain na Kuwait. Baada ya mashambulizi ya Marekani, Irani imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, saa chache baada ya Marekani kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema limefanya mashambulizi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vinavyotumiwa na Marekani nchini Bahrain na Kuwait. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya Marekani kutangaza kuwa imepiga zaidi ya maeneo 80 nchini Iran, ikisema imelenga mifumo ya ulinzi wa anga, rada za pwani, uwezo wa makombora ya kuzuia meli, vituo vya udhibiti na boti za kijeshi za IRGC. Irani imesema hatua yake ni jibu la kujilinda dhidi ya kile ilichokiita uvamizi wa Marekani, huku ikiapa kuendelea kulinda maslahi yake. Kwa upande mwingine, Marekani imesema mashambulizi yake yalikuwa ya kujibu vitendo vya Iran dhidi ya meli za kibiashara katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Katika eneo la Ghuba, nchi kadhaa zimeongeza tahadhari za kiusalama, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiwekwa katika hali ya juu kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mapigano kati ya Tehran na Washington. Sasa katika taarifa ambayo Irani wameitoa baada ya kushambulia vituo vya Bahrain pamoja na Kuwait vya kijeshi vya Marekani, wamesema kwamba wao wamelenga malengo zaidi ya 85, huku taarifa ya Marekani ikisema kwamba wao walilenga malengo 80 nchini Iran. Malengo 85 kwa wakati mmoja ni kiashiria kwamba wametumia idadi kubwa ya makombora pamoja na droni, kwa sababu katika taarifa ambazo zilikuwa zikitoka kwenye wizara za ulinzi kutoka Bahrain pamoja na Kuwait, mara ya kwanza walijiandaa na shambulizi hilo, walijua kabisa lazima litakuja, kwa sababu Irani imekuwa ikishambulia kambi za Marekani zilizopo Bahrain pamoja na Kuwait. Sasa mara ya kwanza wakaactivate mifumo ya ulinzi wa anga, na baadaye mashambulizi yakaja kwa mara ya pili kwa kiasi kikubwa sana kupiga katika maeneo hayo, kiasi ambacho kwa kiwango kikubwa imepelekea madhara kutokea katika kambi hizo za kijeshi za Marekani. Kwa kiasi kikubwa Iran yenyewe ilikwisha sema kwamba Marekani imekiuka mkataba ambao ulisainiwa wa amani wa MOU uliosainiwa tarehe 18 Juni 2026. Sasa ni kama vile mvutano umeanza upya, lakini mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi hapa, nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.